Namna hivyo mwana michezo, tunaendelea na taarifa ya habari kutoka Channel 10 Plus. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, nipo hapa kukufahamisha matukio mbalimbali ya kitaifa pamoja na mataifa mbalimbali. Zaidi ni katika viwanja tofauti tofauti. Shukrani za dhati kwake Fatma Hassan ambaye ametuangazia habari za kitaifa pamoja na biashara. Na sasa ni ule wasaa wa kujimwaya viwanjani. Kubwa, msafara wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars hii leo umealikwa katika ofisi ya ubalozi mdogo wa Tanzania katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu UAE huko Dubai. Msafara huo wa Stars ukiongozwa na kocha mkuu wa timu hiyo Hemed Suleiman Ali maarufu Morocco umepokelewa na maafisa ubalozi na balozi mwenyewe Luteni Jenerali mstaafu Yakubu Mohamed, ambapo Taifa Stars ipo Dubai kwa ajili ya kucheza mechi ya kirafiki ya kimataifa dhidi ya Irani, mechi hayo ambayo itapigwa kesho Jumanne saa 12 jioni. Kwa nafasi hii kukushukuru wewe na wafanyakazi wa balozi. Tumekuwa sehemu salama tangu tumefika hapa, tumekuwa sehemu salama na tunaamini kwamba umetupa nguvu kiasi fulani za kuweza kupambana. Lakini cha pili ni kutoa wasiwasi kuhusu mechi ya kesho. Timu yetu imekuwa imeprogress kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja miwili. Tumekuwa tumequalify kila mashindano ambayo tunacheza. Kwa hivyo na sisi tumekuwa wakubwa, ndio maana tumeweza kupata hizi mechi kama za kina Iran, na South Africa, Morocco na Inter, na sisi ni wakubwa kwenye mpira. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tumekuwa kiasi fulani, sio? Kwa hivyo na tunakuwa baya sana tunapoteza nje, sio? Wachezaji wako vizuri kiakili, kimwili, hizi mechi wanazitaka. Ni mechi ambayo kwetu sisi ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ile rank yetu ya FIFA inaongezeka. Ningependa tu kusema kwamba sisi kama ubalozi tumepata fursa hii na tumefarijika sana wa timu yetu pamoja na uongozi wote kuja UAE katika kucheza na timu ya Irani katika utaratibu wa kujipima nguvu kwa ajili ya mechi zinazofuata. Nimeambiwa kwamba mechi hii imeandaliwa na FIFA katika utaratibu wa kuwatengenezea either madaraja ama kuwatengeneza ili katika mechi zinazofuata kuona mnapata uzoefu wa kutosha. Na vile nimeambiwa kwamba mechi hizi mnazocheza kadiri mnavyofunga zile timu ambazo ziko juu, na timu yetu nayo inazidi kupanda daraja. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi sisi kama ubalozi tunashukuru sana na tunawatakia kila laheri katika mechi zote mnazozifanya ili muweze kuwafunga, ili muweze kupanda daraja. Nadhani ni muhimu sana. Naam, huko Manyara hatimaye timu ya Fountain Gate FC yenye makazi yake mkoani Manyara imewatambulisha wachezaji wake waliosajiliwa kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka 2025-2026 kwenye tamasha la The Tanzanite Tumejipata. Aidha, timu hiyo pia imeibuka na ushindi wa bao 4-0 dhidi ya timu ya Mbuni FC ya Arusha kwenye mchezo wa kirafiki wa kutambulisha wachezaji wake. Tumejipata kwa kile ambacho kimeonekana kwanza uwanjani leo. Hiyo ndio tafsiri ya tumejipata. Inawezekana watu wengi hawajafuatilia mchezo, lakini mamia ya watu ambao walikuwepo uwanjani leo kushuhudia tukio letu la The Tanzanite Tumejipata, nafikiri watakuwa wanaelewa maana halisi ya nini tumejipata. Tulisema tumejipata kwa sababu tulikuwa tuna changamoto ya wachezaji ambao walikuwa bado hawajaingia kwenye mfumo. Sasa tumejipata kwa sababu wachezaji hao tayari wameshaingia kwenye mfumo, kwa wako tayari na wamekidhi vigezo vyote vya kuweza kuitumikia timu yetu. Kwa hiyo 80% wachezaji ambao wameanza kwenye mchezo wa leo ni wachezaji ambao walikuwa hawajaingia kwenye mfumo. Mtu kachukua chuma zake 3 hapo kipindi cha kwanza, shughuli ikaishia hapo. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao tulikuwa tunautoa, lakini lengo la kufanya hili tamasha tulitaka pia tukutane na watu wetu wa Manyara, watu wa Babati waweze kuiona timu yao. Huu mchezo kwetu sisi ni kama maandalizi kwa sababu tuna mchezo tarehe 17 zile Dodoma Jiji. Na ukizingatia huu mchezo tunacheza nyumbani na ni mchezo mgumu kwetu kwa sababu tumeshacheza michezo mitatu na yote tumepoteza. Kwa hiyo huu ni mchezo mgumu kwetu. Sisi kama wachezaji tumejipanga na tumeshajiandaa na tuendelea na maandalizi
mpaka siku ya Ijumaa kuelekea katika mchezo wetu kuhakikisha tunapata matokeo, kwa sababu hatujapata alama yoyote toka ligi imeanza. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwetu kuhakikisha tunapata alama kwenye uwanja wetu nyumbani. Matarajio yetu sisi, mimi kama msemaji wa mashabiki na mashabiki wenzangu pia wote, tunasema kwamba tunatarajia makubwa zaidi ya msimu uliopita. Msimu uliopita yumba kidogo, lakini naamini msimu huu kwa kikosi ambacho tumekiona leo, pia wachezaji waliotambulishwa, naamini kabisa tutafanya vizuri, na sisi kama mashabiki tutaungana bega kwa bega kuhakikisha kwamba timu yetu popote inapokwenda, ikicheza nyumbani tuko nayo, ikicheza ugenini tuko nayo. Wadau wa michezo na elimu wameombwa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha ili kuwa sehemu ya mbio maalum za Sheni Marathon zilizoandaliwa na mwamuzi wa soka nchini Elizabeth Ntungu kwa kushirikiana na taasisi ya City College, mbio ambazo zitafanyika Oktoba 25 mwaka huu, zikiwa na lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya ada ya kuwasaidia watoto wa kike walioko kwenye mazingira magumu. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa vyuo vya City Institute Shabani Mwanga kando na uzinduzi wa vifaa hivyo vitakavyotumika kwenye mbio hizo, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwaomba wadau kujitokeza ili kufanikisha mbio hizo, ambapo kwa kuanzia wamepanga kuwainua wasichana 100 watakaojiunga na vyuo vya elimu ya afya. Wa kits zetu za marathon ambayo itafanyika tarehe 25 jijini Dar es Salaam, na marathoni yake hii lengo lake kubwa ni kumchangia mtoto wa kike ili aweze kutimiza ndoto yake ambayo ilikuwa imepotea baada ya kudropu kutoka kwenye vyuo mbalimbali. Na hii fahamike kwamba ada ambazo tunatafuta ni kwa wale wanafunzi ambao wameshindwa kuendelea na masomo. Tunaendelea kuwaalika Watanzania mbalimbali waendelee kutujoin katika kumwezesha msichana kufikia ndoto yake katika swala zima la masomo. Haswa tunaozungumzia wasichana hawa tuliokuwa tumewatarget ni wasichana 100 wanaosoma katika kozi za afya. Sheni Marathon 2025 imelenga kuwaokoa mabinti na ndoto zao takriban 100. Sasa mimi kama mwandishi wa michezo nikaona si vibaya nishiriki kuunga mkono juhudi hizi ambazo zimeletwa na binti mdogo kabisa, refari wa kike Elizabeth. Namna hivyo, taarifa hiyo ndio inanipeleka kuangaza yapi ambayo yamejiri katika anga la michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo. Kiungo wakati wa zamani wa Arsenal Jack Wilshere ndio chaguo nambari 1 la bodi ya Luton Town kwenda kuchukua nafasi ya umeneja katika timu hiyo. Wilshere mwenye umri wa miaka 33 amefanya mazungumzo na Luton Town na yuko katika nafasi nzuri kwenda kuchukua nafasi ya Matt Blomfield ambaye alitimuliwa mapema wiki hii. Jukumu lake la mwisho lilikuwa kama mkufunzi wa muda katika klabu ya Norwich mwishoni mwa msimu uliopita, ambapo alichukua nafasi kwa michezo miwili ya mwisho kufuatia kutimuliwa kwa kocha Johannes Hoftorp. Wilshere wakati huo alipuuzwa katika kandarasi ya kudumu, huku Canaries ikimtoa Liam Manning, na pia alihusishwa na Plymouth kabla ya Tom Cleverley kuchukua nafasi hiyo. Luton ambao wameshuka daraja mara kwa mara wameanza vibaya kampeni za msimu wa 2025-2026 kwa vipigo 5 katika mechi 11 za mwanzo, huku akiwa nafasi ya 11 kwenye ligi ya kwanza. Wilshere aliwahi kuwa kocha wa vijana chini ya umri ya miaka 18 katika klabu ya Arsenal The Gunners kabla ya kujiunga na Norwich, na alikuwa akiwania nafasi ya The Gunners chini ya umri ya miaka 21 msimu wa joto kabla ya kujiondoa. Kiungo huyo wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza alikipiga katika timu ya taifa mechi 34 huku akicheza michezo 197 na timu ya Arsenal kabla ya kwenda West Ham na Bournemouth. Eden Bahati, Channel 10 michezo. Asante golikipa wa kisasa Eden Bahati kutufahamisha katika medani za kimataifa. Na sasa ni ule wasaa kuangaza kunako burudani. Burudani katika ulimwengu wa urembo wa Tanzania wamehamasishwa kumpigia kura Miss Grand Tanzania Beatrice Akio ili aendelee kuiwakilisha vyema Tanzania katika mashindano ya Miss Grand International 2025 ambayo yanaendelea jijini Bangkok nchini Thailand, ambapo sasa ameingia raundi ya pili ya kipengele cha The Country Power of the Year. Katika hatua hiyo washiriki 20 waliobaki wamegawanywa katika makundi 4, kila kundi likiwa na washiriki 5. Huu ndio wakati wa kuonyesha nguvu, upendo na umoja wa Watanzania duniani. Kwenye hatua hii muhimu,
ni washiriki wawili tu pekee kutoka kila kundi watakaopata kura nyingi zaidi ndio watakaofuzu kuingia top 8. Hivyo tunahitaji kura nyingi kuhakikisha Beatrice Alex anafika huko. Na namna ya kupiga kura, nenda Instagram kwenye akaunti rasmi ya Miss Grand International, tafuta picha ya mrembo wetu Beatrice Alex, bonyeza alama ya kopa na kisha kopa linakupa point 10. Kadhalika Facebook vile vile, nenda kwenye ukurasa wa Miss Grand International, tafuta picha ya mrembo wetu wa Tanzania Beatrice Alex, kisha bonyeza kopa na kila kopa inakupa alama 5. Kula kutoka kwa usiofollow pia hazitahesabiwa na kura za udanganyifu pia zitafutwa. Kura zinafungwa kesho Oktoba 14 saa 5 kamili usiku. Tanzania, tupige kura sasa kumuunga mkono mrembo wetu Beatrice Alex, mrembo wetu mwenye uzalendo, haiba na nguvu ya Mtanzania. Naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba mtandaoni. Kutoka mtandaoni, kutana na kijiji cha Umoja Village. Kijiji hiki cha kipekee kiko huko nchini Kenya, kilichoanzishwa na Rebecca Lolosoli kwa ajili ya wanawake ambao walitoroka ukatili wa kijinsia na ndoa za kulazimishwa. Kijiji hiki pia ni mfano halisi wa nguvu za wanawake kujitegemea na kujenga maisha mapya bila hofu. Huko mtandaoni mengi yanazungumzwa, lakini wanawake wa Umoja wanaishi wakifanya kazi na kusaidiana, wakithibitisha kuwa umoja wao wa wanawake unaweza kuunda dunia yenye usawa na amani zaidi. Je, wewe ungeweza kuishi katika kijiji kama hiki? Tuandikie ujumbe wako mfupi katika ukurasa wetu wa Instagram, tunapatikana kama Channel 10+. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, ni kurejeshe kwake Fatima Hassan aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.